Lina na familia yake na mimi na familia yangu. Kwa hiyo hakuna kinachoendelea. Maneno niliyasikia, lakini kwa taaluma yangu na nafasi yangu naweza kusema ile inamtokea msanii yoyote. Iko vizuri, game imekuwa ni ajira kwa kila kijana wa Tanzania. Kwa sio salama na sio safi, kusingeongezeka msanii. Hongera kwa legend ambao wametengeneza barabara. Sionekani kwenye TV, siki kwenye radio mara kwa mara, lakini nyimbo zangu bado zinaishi na zinapigwa katika zile slow. Ukimtaka Amini unaweza kumpata katika live band. Kwa hiyo nimejikita kwenye music ya live band, nafanya katika mikoa tofauti tofauti. Sijaona tija na haja ya kushindanisha kwamba nani wakali, nani sio wakali. Kenya wapo wakali na Tanzania wapo wakali. Yeah. Yes, ladies and gentlemen, it's our boy Robertinho. Niko na mzee wa nyota na ingae kwangu na kuombea. Unajua nani? Ni mshikaji wetu wa siku nyingi, legendi wa mziki wa Tanzania Bongo Flava. Wakati inakuwa inaanza, imeanzia kwao, si mwingine ni brother Amini. Leo tumembananisha kwenye 1 na 2 na tumemkamata. Kwanza kabisa tuanzie game, unaionaje ya hivi sasa? Game iko vizuri, game imekuwa ni ajira kwa kila kijana wa Mtanzania. Katika nyumba 10 sasa hivi kuna wasanii zaidi ya 3. Kwa hiyo game imekuwa vizuri, imekuwa ni ajira na kama sisi legendary tunapenda na tunafurahia kuona kwamba muziki wetu unaendelea kukua siku hadi siku. Yeah. Wewe unafikiri ni kwa sababu gani idadi ya artists wapya ambao wanajipigia kwenye muziki wanaongezeka tofauti na zamani? Kwa sababu ni njia ilitengenezwa. Njia ilitengenezwa, na maana ilivyotengenezwa njia iko salama, iko safi. Kwa maana sasa hivi ndio maana watu wanazidi kuongezeka. Kwa maana njia ingekuwa sio salama na sio safi, kusingeongezeka msanii mwingine yoyote. Kwa hiyo hongera kwa legend ambao wametengeneza barabara, wametengeneza njia kuweza kufanya muziki wetu kuwa ajira leo na watu wengine kuweza kuongezeka katika tasnia hii ya music. Yes, of course, umezungumza vizuri sana. Umesema legend walitengeneza njia na hivi sasa artists wapya wanapita tu, mambo yanaenda vizuri. Binafsi mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanakuhusudu sana kwenye ngoma zako, lakini kinachoniuma zaidi hatukuoni sana kama ambavyo tulikuwa tunakuona zamani. Amini yuko wapi? Sionekani kwenye TV, siki kwenye radio mara kwa mara, lakini nyimbo zangu bado zinaishi na zinapigwa katika zile slowback. Lakini ukimtaka Amini unaweza kumpata katika live band. Kwa hiyo nimejikita kwenye music ya live band, nafanya katika mikoa tofauti tofauti, katika maharusi, katika send off. Kwa hiyo ni sehemu bado ni sehemu ya muziki ule ule. Ndio maana unaonekana kama sionekana, lakini nafanya show hizo upande wa live band. Yeah. Kwa nini live band na sio zile show za zamani kama ambazo ulikuwa unafanya? Muziki umebadilika. Sasa hivi kuna lounge kibao zimefunguliwa, hizi lounge zinapenda live band, hazitaki playback. Playback unafanya kutokana na labda lokuita budget yake ni ndogo. Lakini ukiangalia kwa Tanzania na nje ya Tanzania unaona live band imeshika sana, imeshika nafasi. Na muziki wa live band ni muziki mzuri na ndo dunia inapoelekea na ndo muziki unapotaka kwenda huko. Kwa hiyo wenzetu wazungu waliona mapema, sisi tumechelewa, ila sasa hivi na sisi ndo tumeweza kujikita katika eneo hilo kuweza kukuza zaidi muziki wetu. Ya mambo ya playback ya shaisha, ndo maana ilianza CD, ilianza tape, ikaja CD, nimekuja flash, kuna disk sasa hivi, umeelewa? Kwa itabadilika zaidi, watu watasema sasa mambo ya flash na tutaki, tunataka kusikia live hapa. Yeah. Yes, bana, kabla sijaenda mbali na hiyo live band ambao unaifanya, na of course unaifanya vizuri kwa sababu una uwezo huo. Hapa karibuni, siku za hivi karibuni kuna show ilifanyika Zanzibar. I think ilikuwa show ya Trace Music, waliandaa show na artist wengi waliperform. Mmoja wapo ni Mario. Mario aliperform live, lakini inaonekana live yake kumwendea vizuri. Watu wakaanza kusema BN ndo mkali wa hizi live kuliko wasanii wengine. Bila shaka maneno yao uliyasikia, na sisi tunaamini wewe ni moja kati ya artist wazuri ambao live so issue kwao, mna uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Ulisikia maneno haya? Maneno niliyasikia, lakini kwa taaluma yangu na nafasi yangu naweza kusema ile inamtokea msanii yoyote. Ile ni tatizo la koo, tatizo la vocal. Kwa hiyo nitegemea kuna kitu labda alitumia ndio kimemfanya kuweza kumpelekea sauti yake kukauka. Kwa hiyo sio big deal, ni issue ambayo inamtokea msanii yoyote. Hata huyo BN ambaye amemzungumzia inaweza siku naye ikamtokea, na ukali wake na ukubwa wake wote katika live band. Kwa hiyo uwezi kulijaji kwamba fulani hajui. Hapana, ni tatizo linatokea. Hata mimi pia sometimes ile inatokea kwamba sauti imekauka, unashindwa kuweza kufanya live band. Yeah. Kwa yale maneno ya 254 ni wakali zaidi kwenye live band kuliko 255. Yamekaaje kwako wewe?
Mimi nafikiri kila mtu ana uwezo wake na kila mtu ana jicho lake na mafikiri yake na mawazo yake. Kila mtu anaweza kufanya live band. Kenya wanaweza kufanya live band na sisi pia tunaweza kufanya live band. Kwa hiyo sijaona tija na haja ya kushindanisha kwamba nani wakali nani sio wakali. Kenya wapo wakali na Tanzania wapo wakali. Yeah. Baada ya kunijibu swali hilo, mimi nafikiri tukiwa mtaani sisi ambao kidogo tunaonekana kwenye kamera tunaulizwa sana. Amini tumemwona akiwa na chemistry nzuri sana dada yetu Lina katika miaka ya nyuma, kuanzia kwenye ngoma, lakini baadaye yakawepo mahusiano serious na vitu vingi sana, na pengine wanatamani kufahamu wewe na Lina, hawa wa huku sasa ambao tupo huku inawezekana hawajui mpaka leo mmefikia wapi na nini ambacho kinaendelea? Lina na familia yake na mimi na familia yangu, kwa hiyo hakuna kinachoendelea. Yeah. Kwenye kazi tunaendelea kufanya kwa sababu sisi tumetoka katika nyumba moja ya vipaji, kwa hiyo Tanzania House of Talent kwa kifupi THT, kwa tuna kila sababu ya kuweza kufanya kazi pamoja kutokana tumelelewa pale kama watoto wa baba mmoja, watoto wa mama mmoja. Yeah. Mawasiliano vipi? Mawasiliano ni kwenye kazi. Yeah. Basi. Yeah. Sawa, zile stories za zamani? Hakuna. Kila mtu ana maisha yake sasa hivi. Okay. Mara mwisho ambao mlikutana Lina na Lina, yani ile kuonana? Nafikiri kama mwezi mmoja nyuma tulikuwa tunafanya programu ya Bosi Ruge, tulikuwa naandaa ni yake documentary yake, kwa kuna nyimbo tulikuwa tunazitengeneza. Kwa hiyo wale watoto wa THT wote tuliweza kufika pale kufanya hiyo kitu. Mkikutana na Lina kuzungumza fresh, hakuna tatizo? Hatuna, si sio maadui. Yeah, si sio maadui, si ni familia moja. Yeah. Okay. Yes bana, hiyo ni issue ya Lina pamoja na Amini. Watu wengi mkao mnazungumza kwamba inawezekana washikaji labda pengine hawazungumzi, hawawasiliani, lakini wanawasiliana sio kama ambavyo ilikuwa zamani. Sasa hivi ni kazi. Anyway, unaweza kutuambiaje sasa, unajua kinachofanyika hivi sasa, ngoma zinatoka nyingi sana za artist, lakini hazidumu kama ambavyo za kwenu zimedumu. Mnaweza katoa ngoma leo, lakini baada ya wiki moja mbele ngoma inapotea na ilikuwa kali. Ni tofauti na nyota zenu, nyota sijui nini na nini. Unafikiri shida ni nini zaidi? Mimi nafikiri shida ni wakati. Wakati kipindi kile watu walikuwa wanafikiria kwa ukubwa zaidi, wanafikiria waimbe nini, melody ikae vipi, beat. Kwa hiyo sasa hivi pia ni wakati mwingine, kwa hiyo ni soko ambalo limebadilika. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba hili ni baya, lile la kule ni nzuri. Zote ni nzuri, ila ni soko tu limebadilika. Kwa hiyo dunia jinsi ilivyo, kama nilivyozungumza, ilianza tape ikaja CD, imekuja flash, kwa kuna mabadiliko. Kwa hiyo watu wanaenda na wakati wa sasa, nini wanataka sasa hivi. Yeah. Kwa kiufupi watu hawafikiri kama zamani. Wanafikiria. Lakini katika kufikiria kwao, kwenye kufikiria kwao ndio maana unakuta nyimbo inakwenda inarudi. Mtu analazimika kutoa nyimbo 3. Kwa hiyo wanafikiria hapa, hawafikirii kule. Kwa hiyo ndio maana nikasema wakati, muda ni tofauti. Yeah. Naam. Kwa hiyo kufikiria kupo, lakini kwa hapa sio kule. Okay. Ndio maana unaweza kusikia paka leo robo saa bado inaishi. Paka leo, yeah. Nyota paka leo inaishi. Yeah. Mlikuwa mnatumia nguvu kubwa sana kutengeneza? Sio nguvu kubwa sana. Ni kujua tu watu wanataka nini, niimbe nini, biashara yangu nampelekea nani. Bana, issue yangu ya mwisho kabisa tuweze kumaliza hii exclusive interview na Amini. Amini, kwenye ngoma zako zote ambazo umezitoa, pengine ni ngoma gani ambayo ikipigwa ama ukisikia we moja kwa moja unajua hapa tumelamba dume? Ni wimbo wa Robo Saa. Yeah, Robo Saa ndio wimbo ambao umenifungulia mimi dunia. Wimbo wa Robo Saa ndio wimbo ambao umetimiza ndoto zangu katika maisha yangu ya music. Yeah. Ulikuingizia pesa kiasi gani na mlikuwa wapi? Pesa imeingia, siwezi kutaja ni kiasi gani, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Na wimbo huu tumerekodi kwenye studio za M-Lab. Producer engineer alikuwa Duke, ila producer utengeneza wimbo huu beats anaitwa Mose Kinanda ambaye yuko Mwanza sasa hivi. Yeah. Bana, sisi tumalize kwa namna hii. Tupe kionjo kidogo cha nyota. Nyota na ing'ae kwako we, nakuombea. Nyota na ing'ae kwako we, nakuombea. Yeah. Boy Amini, mimi hapa ni Tinyo Boy.